Wa ladha nzuri kabisa za namba 10. Kwa sasa tupo kwenye kick-off number 3. Hapa huwa natupa nafasi ya kutazama kipi ambacho kimeandikwa kwenye gazeti kubwa la kimichezo katika siku husika. Bado uko na mimi Idi Nonga, nipo tena na kachero wa kimataifa Abisai Steven Junior JR kutazama kile ambacho kimeandikwa. Sisi tunakupa nafasi wewe kusikiliza na kutazama uchambuzi mkubwa kutokana na taarifa kubwa ama vichwa vya habari vikubwa ambavyo vimeandikwa kwenye gazeti la Mwana Sport. Na taarifa kubwa ambayo imepamba gazeti hili inamhusiana na kocha wa club ya Simba Fadlu Davids, ambayo inasema kuwa Fadlu avujisha meseji za Orlando Pirates. Shabalala naye kumekucha. Ni taarifa kubwa ambayo imeandikwa kwenye gazeti la Mwana Sport, na taarifa ambayo pia na sisi tunaanza nayo na wewe ujue ni nini ambacho kinamaanishwa. Message ipi? Ni kiongozi mmoja Orlando Pirates ambaye amempigia ama amezungumza kwa njia ya simu na kocha wa Simba Fadlu Davids. Kubwa zaidi ni kuelekea mchezo wa fainali mkondo wa kwanza dhidi ya RS Berkane, akisema kuwa wao mwaka 2022 walicheza nao hatua fainali na wakapoteza kwa njia ya mikwaju ya changamoto ya penalty. Hivyo anajua vizuri Berkane, kwa hiyo kocha awe makini, na amepewa madini haya kachero kutoka bondeni kule Afrika Kusini. Wanateteana wa Afrika Kusini, ambapo bwana ukienda kule kuwa nao makini Berkane, watu wabaya sana wakaka. Fadlu kavujisha message hizo. Nadhani ni timu ambayo imefunga zaidi kwa timu yote kwenye michezo hiyo. Na mpaka inafika hatua mtoano ilikuwa imeruhusu bao moja tu. Dhidi ya Stellenbosch pale Afrika Kusini, ambao walishinda 3-1. Hatua ya robo waliwafunga Constantine 4. Alafu wao wakaja kufungwa 1 bila Algeria. Kwa hiyo magoli mawili. Kwa hiyo wana safu nzuri ya defense, alafu wanafunga mno. Anapeleka moto baba. Kwa hiyo na ubora mwingi upo kwenye uwanja wao nyumbani. Sasa hiyo lazima iwe tahadhari, kwa sababu last time Orlando walicheza na Berkane, yeye alikuwa kocha msaidizi. Kwa hiyo anajua. Okay. Hilo moja, lakini kingine ukiangalia ukuaji wa Berkane unatishia. Ukuaji wa mafanikio ya Berkane unatishia. 2015 walianza kucheza michezo ya CAF. Kuanzia hapo mpaka leo tunazungumza si miaka 10. Wamecheza fainali 5 za kombe la shirikisho. Hii ndio ya 5. 4 wamezicheza zimeshapita. Kwa hizo 4, moja ni ya mwaka jana wamefungwa fainali na Zamalek. Nyuma yake wamechukua ubingwa. Nyuma yake huko tena wakachukua ubingwa. Kwa hiyo na makombe mawili ya CAF Confederation. Wana fainali 2 ambazo wameshazicheza zinakuwa 4. Alafu kuna hiyo wanaenda kuicheza inakuwa ya 5 ndani ya miaka 10. Si ndio? Alafu kwenye kila ubingwa hapa wamecheza fainali ya Super Cup. Wamepata 1. Kwa hiyo inakuwa kombe la 3 la CAF. Na inakuwa fainali 7. Umeelewa? Kwa hiyo sasa ndani ya miaka 10 ni mafanikio makubwa. Na hapa tunavyoongea ilishatangazwa kuwa mabingwa wa ligi ya Morocco. Ni wao. Kwao ni kwa mara ya kwanza walikuwa hawajawahi kuchukua. Na mechi 5 zilikuwa zimebaki. Kwa hiyo huu ni msimu wao wa mapinduzi. Wako finali. Wako finali. Umeelewa? Kwa hiyo lazima Simba iende kwa mahesabu makali. Sana. Makosa binafsi ya Kamara ya kushindwa kudaka mipira ya mbali ya chini ile, anaikadiria kwamba huu nitaucheza kwa mkono, kumbe mpira unakuja na maji, unamdundia hapo unamtoka. Acha jamaa wanafunga umbali mrefu. Set plays Kamara anaona huwa anaenda kusave vizuri. Ajitahidi kwa sababu wa jamaa watamweka active pale golini. They are very good sana kwa kucheza. Kwa sasa hiyo Fadlu amekumbushwa ili apate ile njaa ya kucheza nao kwa umakini. Tofauti na kusema labda umsifie tu kwa kufika finali afu basi. Na wengi wanaizungumzia Berkane, hasa mashabiki wa Simba, ni kama ni timu tu ya kawaida. Hawajui Simba wakienda kule watapambana, mchezo utaisha kwa Mkapa kama wameimaliza mechi hivi. Ni kwa sababu Berkane ilicheza kwa Mkapa hapa, ilifungwa bao moja na Simba. Ilivyoenda Morocco, Simba alipoteza kule. Umeelewa? Kwa hiyo Simba kwa jina tu Berkane, sio timu mpya. Kwa mazingira kwenda kucheza Morocco sio mapya, wamecheza. Kwa hiyo hofu yao sio sawa na timu ambayo wasingekuwa wanaijua. Kwa hiyo ipo kwenye hoja kwamba wamewahi kucheza nayo na baadhi ya wachezaji wachache wapo. Yuko huyo Yusuf Dayo ambaye yuko beki wakati anza
Burkina Faso. Kwa hiyo hiko ndicho ambacho kinawafanya yani uone kama wamepoa hivi kwa sababu Berkane wamewahi kucheza naye. Yeah. Na hapa umezungumzia ubora wa Berkane kwenye kufunga na kuzuia. Tukiitazama Simba yenyewe kwenye eneo la mbele na eneo la nyuma ambalo inawezekana sio story kubwa kwa sababu mengi ambayo yanatokea hasa kwenye mechi za kimaamuzi na kubwa tumeona kwenye msimu huu. Shemalon alikuwa ni mmoja wa watu ambao wamesababisha kadhia kidogo eneo la nyuma. Yaani kama kuna msimu Simba wamefungwa magoli mengi kutokana na makosa binafsi ni msimu au wachezaji binafsi tu kama mtu kutokuwajibika ni msimu huu. Ngoja nikupeleke kwenye ligi kuu. Kwenye ligi kuu Simba ndio timu inaongoza kwa kufunga magoli machache, magoli 9. Lakini hapo magoli ambayo mimi nikiyatazama nasema haya magoli ni ya Kamara. Tuna kama hii mechi ya Mashujaa juzi hapa. Ngoja nakuhesabia. Kuna magoli mawili yalifungwa na Coastal Union. Poor positioning. AS mawili. Mechi ya Yanga alirudisha mpira ulikuwa unatoka. Bana. Kijili akajifunga. 3 hilo. Kausia kwenye la 3. Mechi ya Fountain Chasambi alimpigia back pass. Bana. Mimi niliona yengo ambao niliona yeye ana uwezo wa kuokoa. Goli la 4. Tena ilibidi asimame hivi kwa mmoja. Mechi ya Mashujaa. Jafari Idi Kibaya, mtoto mbaya kafanya ubaya. Goli la 5. 5 hiyo. Mechi ya Kagera, Simba ilishinda 5-2. Alifungwa goli na Cleophas Mkandala la umbali. Nje ya 18 lakini mpira unaburuzika pale pale alipo. Goli la 6. 6 hiyo. Goli la 7 hiyo Datius Peter akaja akamfunga hapo hapo kwenye posti alipo. Goli 7. Sio umeelewa? Nakuelewa. Mechi ya Azam alifungwa na Sireli. Sireli yeye alikuwa anaenda kucheza mpira na mguu. Sikujua kwa nini alienda na mguu. Sidhani yani nimewaza kwa nini kaenda na mguu na si mikono. Wakati mkono ni 50, yani ilikuwa na asilimia mimi nikampa goli lile. Kwa sababu Sireli alishaogopa akajua mpira nimeupoteza. Ila kipa alivyoingia naye kaogopa, alivyofollow move yake akaupata mpira. Goli la 8. Umeelewa? Kwa hayo 9 ambao Simba amefungwa. Haya, nataka nikumbuke goli la 9 ilikuwa mechi ya kuna mechi hapo. Kuna mechi wamecheza ilikuwa na Singida. Singida walishinda Simba 1. Walishinda 1. Kuna mechi hapa. Kuna mechi ya goli la 9 wakaruhusu. Umeelewa? Ambayo haya 8 nimekwambia ni Kamara. Sio unanielewa? As a keeper, yani nafasi ambayo anaweza kuokoa Simba amefungwa. Bila yeye huenda Simba angeruhusu goli 1. Na hilo ni kwa sababu sijalikumbuka ni mechi gani. Sio umeelewa? Haya, kimataifa, mechi Al Masry. Goli la kwanza alofungwa. Si kama ile Jafari Kibaya. Pamoja na uzuri wake na mapungufu yake. Kwa hiyo mimi Kamara ameniambia, Kamara ana changamoto, anashindwa kudaka mipira inayopigwa kuanzia umbali wa hatua 20 zikiburuzwa chini. Anaikadiria kama anaipata afu mpira unamgeukia pale pale. Umeelewa? Nakuelewa. Yes. Ndio alichoniambia Kamara, lakini mechi ya Sfaxien. Shemalon alipiga back pass, Hassan alifunga. Linaingia goli la 9 la makosa binafsi la timu. Haya, mechi ilikuwa ya Constantine kama sikosei. Alipiga kichwa cha nyuma Malone. Yes, Constantine. Likaingia goli la 2. Linakuwa goli la 10 la makosa binafsi. Nani ya kipa? Mawili ya Shemalon. Umeona? Haya. Kosa binafsi Kijili mechi ya Yanga. Na kwa goli la 11. Si ndio hivyo? Kujifunga lile. La kujifunga lile. Umeingia spidi, unaingia nao. Haya ni machache ambayo mimi Kachero nimekuhesabia. Ningepata full time ya kufanya research ya magoli yote msimu huu. Ningezidi kukuonyesha tu kwamba hoja yangu nayokuambia Simba msimu huu wamefungwa sana magoli kwa makosa binafsi kuliko msimu wote. Tayari nimeshapata 11 hapa nipakaa tu hapa. Haraka tu. Hao ni 11. Kwa maana yake kumbe Simba ukiwafanyia pressing, ukiwapa pressure, wanakuwa kwenye nafasi ya kujifunga. Kumbe Simba ukiwapigia mpira wa mbali, Kamara ana nafasi ya kushindwa kuudaka. Sio umeelewa? Nakuelewa. Sawa, tumalizie na mtihani wa Pamba Jiji ni kuelekea mchezo wa kesho ambao utakuwa ugenini kucheza dhidi ya Simba na zimeanza. Ujue mi mara zote huwa nasema hizi mechi za vipora za Simba zitakuwa zina pressure kubwa. Jana nimeona msemaji wao Moses William anapambana kupinga kile ambacho kinaelezwa ama kinaandikwa mitandaoni kwamba wanakaa kwenye nyota ya hadhi ya nyota 5 ambao hawajai kukaa kwenye meshao yote tangu pande ligi kuu. Unamoja kula posho na hadi tangu acheze ligi kuu. Kwa Moses William amesema sio kweli na ni pressure ambazo
watu wanawatengenezea wanawatengenezea waingie kwenye mfumo na mechi hiyo mechi. Sio vibaya kuwafanyia wachezaji, unataka kuwabadilishia mentality ili wakacheze mechi fulani kwa nguvu zaidi, kwa umakini zaidi, kwa kujitoa zaidi, kwa kuhamasika zaidi, tofauti na michezo iliyopita, kwa sababu hiyo michezo inabeba hatima yao ya kusalia au kutosalia ligi. Sio kitu kibaya kwa wanafanya kwa uwezo wao, wala mimi sioni kama ni shida. Ila kama ni uongo ndo maana amekanusha. Ila from there sijaona kama ni shida. Kama in case ingekuwa kweli. Ila Simba ana mechi ya kucheza. Ana mechi. Pamba. Simba anayo mechi ya kucheza. Kama mechi ya kwanza kama Mashujaa ambao sio wazuri kwenye kufunga. Au Mashujaa. Nimeona ameisumbua Simba vile kwenye kujilinda. Na waza hawa Pamba hawa sijui itakuwaje. Mechi ipo. Kama huyo James Mwashinga unamuona ni mzee anapenda kucheza mpira wa tafu sana. Huyo unamuona Kenneth Kunambi. Ken Chuma huyo. KK huyo beki mbili. Tunaelewa. Huyo nani yule beki wa wakati huyo Mtakamara, nyuma yake kuna Matthew Tegis, Momanyi. Deus Kaseke, Deda Niesta Mbea huyo, Zove Boy unasema Pauline Kasindi huyo hapo. Mechi ipo pembeni yake kule yule Mkongo yule aliyotoka Mazembe yule nadhani ni nani cheza inside 10 tutamkumbuka huyo. Sawa, tumalizie na taarifa nyingine ambayo imeandikwa kwenye gazeti ya Mwanaspoti ni anatoka Yao anatua Kita Ibrahima huyu kutoka TP Englaba Mazembe. Bwana Yao shughuli inaelekea, alianza na gia ya juu, unajua Yao bwana Kwas Otola niliripoti jeshi niliripoti taarifa yake ya kuumia, sio ku overlap Yanga pumze ikati kaka. Yanga alikuwa anasema kuna uwezekano mkubwa msimu huu akakosa michezo iliyosalia. Na sasa mbaki michache, ameanza mazoezi lakini haonekani kama yuko fit. Na michezo yenyewe ina mahitaji sana, kocha anaweza asimrisk. Akamrisk akapata maumivu kama nilivyoripoti. Sasa taarifa nilizozisikia za kikachero ambazo bado hazijakamilika ni kwamba Yanga walikuwa wanafikiria kumwacha Yao. Ila sasa hapa zizikia namwangalia kipara chake, bwana ndio wewe. Bwana wewe ndio Yao Yao Kwasi Atula. Ila sasa kwa sababu Pacome Zouzoua ni rafiki yake Yao. Wametoka ASEC Mimosas, Ivory Coast wote. Anataka kuliweka yani jambo lake washawishi Yanga wambakishe Yao. Mimi ni kama ujue inasemekana Pacome ameanguka wino, unajua. Inasemekana kwenye matakwa yake ni kumwambia Yao asali. Sasa hiyo bado maamuzi ya mwisho hajafikiwa kwa taarifa nilizonazo. Ila Yanga walikuwa wanafikiria hilo. Kwa hiyo wanataka kumonitor kwa uhakika, wajue atakaa nje muda gani. Alafu wajue hata kama wanaingia naye mkataba ni upi. Si unaelewa? Ndio situation ya Yao ilivyo. Ila kwenye uwezo uwanjani Yao alishajipapanua. Na Ibrahima Traore vipi? Kumekuwa kuna tetesi nyingi, habari nyingi ambazo zinamzunguka, nasema vilabu vikubwa barani Afrika vinatupa ndoano Mazembe aondoke naye pale. Mimi sina anaondoka. Mimi sina taarifa ya Yanga kumtaka Traore. Nimeiona sasa hivi. Sasa kwa sababu Mwanaspoti ni chanzo kikubwa, siwezi kukibeza. Ila nataka kusema ni beki mzuri wa kulia. Sasa Mazembe nimeona hapa misimu kadhaa, nadhani huu msimu wake wa 3 Mazembe kama sikosei. Ana speed nzuri, anajua ku cross mpira kwenye box, yuko active, anaweza kucheza mpira kusaidia pressing ya timu pinzani isiwafikie. Kwa hiyo najua kwa quality alionayo sio rahisi Yanga kumpata tu pap. Kuna klabu nyingine kutoka TP Mazembe watakuwa wanamwania. Kwa Yanga itategemea wameongea naye vipi kwenye ushawishi na kumuonyesha project ni kubwa kiasi gani na nafasi yake na kitu ambacho anaweza kufikia, alafu ndo mshawishi kwa fedha. Kwa hiyo sio usajili ambao Yanga anaweza kuupata kirahisi. Ni mgumu. Kuupata inawezekana. Ila sio kirahisi. Najua watapata kwa sababu lazima wapambane. Zipo clubs zinaweza kumletea fedha nyingi kuliko wewe. Zipo clubs zinaweza kumhakikishia nafasi ya kutoa mabingwa kwa uwezekano mkubwa kuliko wewe. Kwa anaweza kaamua kwenda upande mwingine. Na idadi inaongezeka ukimtoa huyu Ibrahima Keita, yupo Jonathan Sowa ambaye kwenye gazeti ya Mwanasport pia ameandika kwenye taarifa,
lakini pia Faisal Salum Feitoto kaka. Faila Sufi. Kitu ambacho nakuthibitishia. Watu wamemwaga huyo. Anaenda bana Yanga Afrika. Kitu ambacho mimi nakuthibitishia. Msimu ujao wa 2025-26. Kachero nakwambia Faisal. Atakuwa Yanga kama watu wanavyoripoti. Achezi. Faisal amesajili Azam. Kachero ni cities unajua hizi. Faisal amesajili contract na Azam miaka 3. Miwili ameitumikia. Hapa mimi naongea na wewe. Ligi ikimalizika. Ligi ikimalizika mwezi wa 5. Contract yake inaenda kuisha mwakani hiyo. Anamaliza. Inaelezwa. Elezwa. Ndio Simba atamchukua. Yeye moyo wake ameufungua kwenda kwenye klabu ya Simba. Akamilishe sio kurudi Yanga. Akamilishe mzunguko. Sasa kutoka Azam. Ningekuwa naweza kuweka ahadi ningeweka. Ya kwenda. Hii inatosha kaka. Hii teknolojia ipo kaka. Siku hiyo akiwa ndo ametoa. Yaani msimu ujao afu pesa liko Yanga. Ile papa ametoa unyamani ndio clip tunaibua. Sajili zina mambo ya kubadilika ila sio huu wa Faisal. Huo ubadiliki huu. Huu umesimama hivi huu. Hapana. Na pia kwenye hii gazeti ya Mwanaspoti pia kuna bwana kiungo wa Seki Mimosa, bwana Maige pia anatajwa kuirithi mikoba ya tanki Alidi Aucho. Mafuta yameanza kukata kaka. Watu wanaongeza vitanki vidogodogo vya kusupport mzigo ufike bwana huu. Kwenye kumfidia, kwenye kupata mchezaji akitoka. Kwanza kuna kumpata kama yule. Anaweza sio yule kwa sababu Mungu kaumba kila mtu na upekee. Ila angalau kwenye sifa 10 huyu mtakayempata anakuwa na 8 kidogo. 8 au 7, sio? Alafu kuna kubadilisha aina ya uchezaji. Kwa kuchezesha mchezaji mwenye aina tofauti ya uchezaji. Afu ile jukumu lilikuwa linafanya na yule ukalihamisha jukumu kwa mchezaji mwingine. Yanga kama Yanga mbadala wa Mayele wa kufunga goli 17 mpaka leo hawajampata. Tangu aondoke. Ila timu yao haina shida ya kufunga magoli. Mchezaji mmoja striker Dube kufunga magoli 17. Msimu ujao Dube. Azizi alifunga 21 ni kiungo mshambuliaji. Striker yule mfungaji. Lakini timu imeweza kuwa na watu ambao wanafunga mno. Kwa hiyo kitendo cha watu kukaa kuwaza Yanga mbona timu haifungi hiko kitu hakipo. Yanga akicheza unajua ana nafasi kubwa ya kufunga. Kubwa tu. Umeelewa? Dube ana magoli 12, Mzize na 13, Akome na 9. Umeona kazi? Au ni eneo la mbele. Bado kuna Max hapo. Kuna Stefan Aziz. Kuna Chama hayo machache. Umeona? Kuna Mudathiri machache kwa msimu huu hajapiki sana kama msimu uliopita. Kwa hiyo wana uhakika kupitia hawa watu wana magoli tayari. Kama nimekutajia watu 6. Kwenye mechi moja wakifunga watatu kila mtu goli moja, si mechi 3, si goli 3. Na ndiyo maana imekuwa timu inaongoza kwenye kufunga magoli mengi kwenye ligi kuliko nyingine. Sawa, Kachero wa kimataifa. Lakini kwa sababu tunamalizia Yanga hapa, tunamalizia hivi. Njia nzuri ya Yanga kushinda kesi ambayo shauri lake walishindwa kule CAS. Unawapa mbinu sasa. Njia nzuri. Unabuni mbinu kaka. Njia nzuri ya Yanga kushinda kesi ambayo kule CAS walirudishwa wafuate taratibu ni kuicheza dabi na kuifunga Simba magoli mengi. Hasira hizo. Yaani watakuwa wameifunga Simba, waini waifunge Simba magoli mengi. Kwamba kwanza watakuwa wamewazodoa. Bwana sisi kwa tunaitaka hii. Kuelekea ubingwa watakuwa na nafasi ya wao kubeba. Alafu ile swala la dabi ndio watakuwa wamelizika kuanzia hiyo siku mpaka kuendelea. Hakutakuwa na story Yanga alisema acheze tena. Story itakuwa mtani kafungwa nyingi. Yaani story itahamia kwenye mechi. Ila mambo kama tofauti. Ikitokea wanacheza dabi alafu tukasikia tema. Afu Yanga akafungwa au Mpanzu Yanga akafungwa yeye. Watavurugana sana. Ile kambi ilikuwa inasema tusicheze, tushikilie msimamo. Watakuwa wamepata nguvu. Ile kambi ya kwamba tucheze tutawafunga afu wamefungwa itabidi ichutame. Ila kama watafungwa afu watapata na ubingwa basi mambo yatakuwa shwari. Mambo mazuri. Ila kama watafungwa na Simba alafu ubingwa ameukosa afu wakose na ubingwa afu wafungwe kwa kudhalilishwa labda 3 bila
watavurugana sana. Anaondoka mtu, kichwa cha mtu kinaondoka. Yaani watavurugana wa kichwa hapa. Na mimi nakwambia mashabiki wa Yanga hawataki kusikia habari ya kufungwa na Simba. Yaani Yanga wafanye yote wanayofanya wasipoteze alama mechi ya Simba. Amna hata sare tu. Mambo yaishe. Afu wapate na ubingwa. Wachukue. Yaani ubingwa ndio muhimu. Kwa hiyo watakachofanya chote kwenye mechi ya Simba kinachofanya wasipate ubingwa. Mashabiki wa Yanga watawageuka viongozi wa Yanga. Ni kachero wa kimataifa huyo Abisai Steven Junior Majr kule Instagram na X, ambao kwa sasa ndio X, zamani ilikuwa ni Twitter. Ukimwandikia kwa jina hilo unampata. Mimi ni Idi Nonga, Idi Nonga _ pia ukiniandikia hivyo unanipata. Hii ni Namba 10 Review, ndio kituo